Sikiliza kwa makini. Uchambuzi huu unaweza kubadilisha kilimo chako na maisha yako milele. Wacha niweke wazi tofauti kati ya jasho la bure na jasho linalolipa. Na jibu lote linakaa kwenye uamuzi mmoja tu, unaofanya kabla hata hujashika jembe. Umewahi kujiuliza swali hili? Yaani, unalima ekari moja ya nyanya, unamwaga jasho, unatumia pesa, halafu unavuna tani 10. Lakini jirani yako kwenye ekari hiyo hiyo anavuna tani 40. Sasa, tofauti yenu sio uchawi na wala sio ukubwa wa shamba. Tofauti ipo kwenye akili ya kuchagua mbegu. Hii ndio picha halisi inayotokea mashambani. Wengi sana wanakimbilia mbegu za bei rahisi, zile za UPV kama tanya, zinazouzwa kwenye vile vikopo. Unafikiri umeokoa pesa, unadhani umewazidi wenzako akili. Nikwambie ukweli, huo ni ujanja wa kujichimbia shimo la umaskini. Unajua, adui yako namba moja anayekufanya usitoboe kwenye kilimo sio hali ya hewa wala wadudu. Hapana, ni hiyo mbegu unayoichagua. Ngoja niwe mkweli kwako. Unapochagua mbegu za bei rahisi, umejitengenezea umaskini wa kujitakia. Ebu fikiria hili jambo kimantiki. Unanunua mbegu za kawaida, sawa? Lakini gharama zako za maji, mbolea, vibarua, dawa ni sawa kabisa na yule aliyepanda mbegu chotara, zile za hybrid. Gharama za matunzo hazibadiliki. Unatumia nguvu ile ile, muda ule ule, lakini matokeo, hapo ndipo mbivu na mbichi zinapotengana. Sasa, wakati wa mavuno ndipo kilio huanza. Wewe mwenye mbegu zako za bei rahisi unavuna matunda madogo madogo yenye ngozi laini ambayo yanaoza baada ya siku 2. Soko linayakimbia. Lakini mwenzako, yule aliyetumia mbegu chotara, anavuna nyanya ngumu, kubwa, nzito na zenye rangi inayowaka. Hizi ndizo nyanya ambazo soko linazigumbania na wako tayari kulipa bei ya juu. Mbegu za hybrid, sikia, zinaweza kukupa hadi tani 50 kwa ekari moja. Unasikia? Tani 50. Na sio hilo tu, zina kinga ya asili dhidi ya magonjwa na virusi na zinastahimili ukame. Hii inamaanisha unapunguza sana gharama za sumu na maji. Zimebeba faida ndani yake. Na hili ndilo jambo la kuumiza zaidi. Ukiendelea kung'ang'ania hizi mbegu za bei rahisi, utaendelea kuwa mtumwa wa madalali. Anakuja shambani kwako, anaziona nyanya zako hazina ubora, anajua zitaoza kesho, anakupangia bei ya kutupa. Na wewe kwa sababu huna namna, unalazimika kuuza kwa hasara ili usipoteze kila kitu. Unakuwa mtumwa wao. Inatosha sasa. Tuachane na kilimo cha mazoea na mateso. Mwekezaji makini, mkulima anayetaka kuona faida ya jasho lake, hatua yake ya kwanza ni moja tu. Anaanza na mbegu ya kisasa. Mwisho wa hadithi. Angalia hizi namba hapa. Hesabu hazidanganyi, zinapiga kelele. Gharama ya mbegu ni sehemu ndogo sana ya gharama zako zote za shamba, lakini inaamua 100% ya faida yako. Kuokoa shilingi 50,000 kwenye mbegu kuna kugharimu mamilioni ya faida mwisho wa msimu. Hapa Kilimo Biashara Afrika tunasambaza mbegu bora kabisa za nyanya za chotara, mbegu zinazokupa uhakika wa tani 30 na kuendelea kwa ekari kama utazitunza vizuri. Kilimo sio kamari, acha kubahatisha na shamba lako. Wasiliana nasi leo upate mbegu zenye tija. Sawa, sasa umeshapata mbegu bomba. Lakini sikia, kuwa na mbegu bora bila maarifa sahihi ya kuitunza ni kama una gari jipya la kifahari lakini hujui kuendesha. Hautafika popote. Hivyo, baada ya mbegu unahitaji ramani, unahitaji mwongozo. Na ramani yenyewe ndiyo hii hapa. Mwongozo wetu wa dhahabu nyekundu. Kila kitu unachohitaji kujua, kuanzia kuandaa kitalu, kupanda, kumwagilia, mbolea, kudhibiti magonjwa, mpaka kuvuna na kutafuta soko. Kila kitu kipo humu ndani. Ni mwongozo kamili, hatua kwa hatua. Na sasa sikia hili. Bei ya kawaida ya maarifa haya yote ni shilingi 55,000. Lakini leo, na kwa muda mfupi sana, tunakupa ofa ya kushtukiza. Hutalipa 55,000. Utapata mwongozo huu wote kwa shilingi 19,000 tu. Ndiyo, nimesema 19,000. Lakini ngoja, ofa hii si ya milele. Bei hii itapanda na kurudi kwenye 55,000
hivi karibuni. Uamuzi wa kubadilisha kilimo chako kwa gharama ya vinywaji baridi kadhaa tu uko mikononi mwako. Chukua hatua sasa, wahi sasa. Basi, unakipataje kitabu hiki sasa hivi? Ni rahisi mno. Fuata hizi hatua 3 rahisi na unapata mwongozo wako papo hapo. Hatua ya kwanza, lipia ofa yako. Chukua simu yako sasa hivi, nenda M-Pesa na ulipie shilingi 19,000 kwenda namba 0663701007. Narudia, M-Pesa 0663701007. Jina litatokea Daudi Mwakalinga. Hatua ya 2 na 3. Ukishalipia tu, nenda WhatsApp kwenye namba hiyo hiyo 0763071007 na utume anwani yako ya barua pepe, yani email yako. Hiyo tu. Ndani ya dakika 5 mpaka 10 tunakutumia mwongozo wako wa dhahabu nyekundu moja kwa moja kwenye simu yako. Na tunakupa uhakika huu. Soma kitabu. Pitia mbinu zote za kitaalamu zilizomo. Kama baada ya kusoma huoni thamani iliyomo, kama huamini maarifa haya yatakulipa mara nyingi zaidi, tutakurudishia pesa yako yote bila kuuliza swali. Huna cha kupoteza. Sasa ni zamu yako. Nataka kusikia kutoka kwako. Dondosha komenti yako hapo chini. Kati ya mbegu za kawaida na mbegu chotara, wewe umekuwa ukitumia ipi shambani kwako na kwa nini umefanya huo uchaguzi? Tuambie uzoefu wako, tuandikie, tujadili.